Vijana ambao wanaanza kuwekeza sasa hivi wana faida moja kubwa, kwamba ndio pamoja na kwamba kipato sio kikubwa, lakini ana muda mrefu wa kuwekeza. So kama ukiwekeza kwa miaka 30 kwa mfano, ambacho ni kipindi chako cha kufanya kazi, uje kuongeza na ile faida ambayo inapatikana na ule uwekezaji wako, unaweza kujikuta kwamba una hela nyingi. Habari wasikilizaji na watazamaji wa PowerPod, karibuni sana katika podcast yenu pendwa, nami Iwalwa. Leo hatuko na mzungumzaji mgeni. Kama mnakumbuka kwenye episode ambayo ilipita, tulizungumza na CPA Oswald Urassa ambaye alizungumza zaidi kuhusiana na kustaafu pamoja na uwekezaji. Kwa sasa leo tuko naye hapa kutokana na zile comments ambazo tumezipata kupitia YouTube, kupitia TikTok, kupitia redio. Sasa atajibu yale maswali yote ambayo mlikuwa mnauliza kwenye zile comments. Kwa hiyo naomba usikae mbali, kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuona kama komenti yako imejibiwa. Karibu sana na nafurahi kuwa na wewe kwa mara nyingine tena. Asante sana, nimefurahi kupata nafasi hii kuja kuzungumza kwa kina na kutoa maelezo ya kina zaidi kuhusiana na yale ambayo tulizungumza, na niko tayari. Kwa naomba tuende moja kwa moja kwenye comment ya kwanza. Huyu yeye anasema anaomba asaidiwe ni namna gani anaweza kuanza kuwekeza. Kama tulivyozungumza kwenye episode iliyopita, ni kwamba uwekezaji ni kwa kila mtu. Kwa sababu mfumo wa fedha wa Tanzania unamwezesha mtu yote kuwekeza kuanzia shilingi 1,000. Kama mtakumbuka tuzungumza kuhusu mwekeza, lakini mifuko mingi ya uwekezaji wa pamoja kiwango cha chini shilingi 10,000. Kwa hiyo ili kuanza kuwekeza, tulizungumza pia habari ya kutengeneza budget. Kwamba kipato chako unachokipata kila wakati, kitengenezee budget. Unatenga fungu 50% ni mahitaji ya lazima. Lazima ule, lazima ulale na kadhalika, alafu 30% mahitaji yasiyo ya lazima. Lakini kuna kifungu ambacho ni kwa ajili ya uwekezaji, ile 20%. Kwa wewe ambaye unatazama channel yetu siku ya leo, naona utakuwa unajiuliza kwamba kwa nini CPA Oswald Urassa kuna maswali ambayo anayajibu. Ningependa kukuomba uweze kurudi na kwenda kutazama YouTube channel yetu. Utaona kuna episodes ambazo tayari alizungumza. Kwa hiyo hii ni reference kwa episode ambayo tulitoa na watu wengi waliuliza maswali, na ndio maana tunayajibu siku ya leo. Sasa kama ukishatengeneza bajeti yako namna hiyo, maana yake inakuwa rahisi sasa kuanza kuifanyia kazi. Kwamba kila utakachokipata kama kipato, ile 20%, kama unaweza, wengine wanaweza wakawa na pungufu, au wengine wanaweza kuwa na zaidi ya 20%. Kila ambacho umekilenga kwa ajili ya kukiwekeza, ndicho sasa unaanza kuwekeza kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja. Kama ni kiasi kubwa, unaweza kwenda kwenye hisa moja kwa moja. Lakini pia kama ni tulizungumza habari ya uwekezaji kwenye hati fungani za serikali kuu, kiwango cha chini kama shilingi 1,000,000. Kwa hiyo sehemu ya kuanzia, kisha unatengeneza budget kuhusu kipato chako, utenge matumizi ya lazima, alafu na yale yasiyo lazima. Lakini lile la uwekezaji ambalo tulipendekeza kama 20%, hakikisha unafanyia kazi kila mwezi. Na pia tulizungumza kwamba unaweza ukaweka kitu kinaitwa standing order kule benki. Kipato kishaingia, ile 20% na chomolewa kwenye akaunti yako, inakwenda kuwekezwa mahali husika, kwenye mfuko, kwenye hisa, kulingana na utaratibu ambao utakuwa umetengeneza. Kwa hiyo unaweza kuanza kutengeneza kuwekeza, kuanza kutengeneza bajeti yako na kusimamia pesa zako. Na tulisema ukitengeneza bajeti, unasema nataka pesa yangu iende kwenye 1, 2, 3, 4. Nashukuru, umejibu vizuri sana, lakini pamoja na kwamba umejibu, pia kuna maswali ambayo tayari yanahusiana na ambacho umekijibu. Umezungumza kuhusu uwekezaji kwenye hizi hati fungani labda za serikali. Na pia kuna mtu ambaye anasema hapa, yani akiangalia anaona hiyo ni kwa ajili ya watu ambao tayari ni matajiri, kwa sababu iwe 500,000 hadi 1,000,000 kwake yeye aoni kama ni sehemu ambayo anawekeza, kwa anaona ni sehemu ambayo imewatenga watu wengine. Ni kweli kiasi cha chini kwa kwenda moja kwa moja ni shilingi 1,000,000 za serikali, au 500,000 kwa baadhi ya makampuni kama iliyoko sokoni sasa hivi ya EFTA pamoja na First Housing Finance. Kuna mojawapo ni kama 500,000 kiwango cha chini. Kwa kama hauna kile kiwango cha chini kinachotakiwa, haina maana umefungiwa nje moja kwa moja. Unaweza kwenda kuwekeza, lakini unawekeza kwa kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Na kama tulivyosema 10,000, mingi ni 10,000.
lakini hata 1,000 ya mwekeza pengine pia wanawekezaga huko na kadhalika. Kwa hiyo tunachokizungumzia hapa ni kwamba kuwekeza inawezekana kwa kila mtu, ili mradi uwe na kuanzia 1,000 na kuendelea. Kama ni chini ya 1,000,000, kama unataka kwenda kwenye hati fungani za serikali kuu, utaweza, unapitia sasa mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kwa kile ambacho nacho ukiwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja kinakuwezesha kwenda kuwekeza indirectly, bila kwenda moja kwa moja kwenye hizi hati fungani za serikali ama za makampuni. Lakini milango iko wazi kwa yeyote, na sio lazima uwe tajiri na sio lazima uwe na pesa nyingi ndio uweze kuwekeza katika mfumo wetu wa fedha tulionao sasa hivi. Kwa hiyo inamaanisha kwa wale watu ambao wanashindwa labda kuwekeza kwenye hizi bonds, ni vizuri wakaanza kwanza kuwekeza kwenye mifuko mingine, alafu pengine wakishakuwa yani pesa zao zimeongezeka sasa kufika labda hiyo 500,000 hadi 1,000,000 ndo wanaweza sasa wakawekeza kwenye hizo za Benki Kuu ya Tanzania. Ni sawa kabisa. Kuna wengine nawafahamu wanatumiaga mifuko hii kukusanya hela. Labda kuna mwezi amepata 200,000, 300,000, akizifikisha anakuwa na lengo lake. Labda nataka mimi nikishafikisha 2,000,000, 300,000 au 500,000 kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja, wanazichomoa kule. Kwa sababu kweli ni kwamba mfuko wa uwekezaji wa pamoja faida yake ni ndogo kuliko kwenda moja kwa moja. Kwa sababu kumbuka, kama inakusanya hizi amana na kwenda kuziwekeza, lazima waje watoe gharama zao za uendeshaji na mahitaji yao mengine. Kwa hiyo utakachokupa wewe kama mwekezaji lazima kitakuwa ni pungufu ya kile unachokipata kama unakwenda moja kwa moja. Sasa wengine wanachokifanya, wanatumia mifuko ya uwekezaji wa pamoja kukusanya fedha zao. Zikifika kiasi ambacho wameweka, naweza kusema lengo lako ni 2,000,000, 3,000,000, unazichomoa kule kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja na kwenda kuziwekeza moja kwa moja ili uweze kupata faida kubwa. Kwa sababu kule kwenye ukienda moja kwa moja unapata faida kubwa kuliko kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Lakini tunaendelea kusisitiza kwamba uwekezaji ni kwa kila Mtanzania. Hata watoto wa shule, ile pocket money unayopewa, badala ya kuitumia yote, unaweza kutumbukiza kwenye uwekezaji, kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja. Kwa hiyo ukaanza kufanya uwekezaji hata kama wakati unasoma. Kwa hiyo milango iko wazi kwa kila mtu, na sio kwa matajiri na sio kwa watu wenye fedha. Bado wana hiyo fedha kidogo ya kuanzia tu. Okay. Yeah. Unajua watu wengi wanasema sisi vipato vyetu ni vidogo ndio maana hatuwekezi. Hata kuna wengine ambao hawaweki akiba. Ukimuuliza sababu anakwambia ni kwa sababu ya kipato kidogo. Hii ina uhalisia au ikoje kwa mtazamo wako? Ni kweli vipato ni vidogo, lakini pia inategemea na matumizi tunayofanya. Na kama hutatoa kipaumbele kwenye matumizi ya lazima na ukatumia matumizi mengine yasiyo ya lazima, siku zote hutaweza kufanya uwekezaji. Na ni rahisi tu. Kwa mfano yale matumizi ambayo sio ya lazima ukiyapunguza, au kupunguza matumizi yako mengine, soda ni kama shilingi 600. Tuseme labda uko unakunywa soda 3, kama mimi utakunywa soda moja tu, au naachana na soda tukunywa maji si ni 500, kitu cha namna. Kile ambacho unaacha kukitumia ukiwekeza kwenye vyanzo vya uwekezaji ambavyo tumeshavizungumzia, unakuwa tayari umeshafanya uwekezaji. Kwa hiyo cha muhimu ni kuangalia tunatumiaje fedha ambazo zinakuja mikononi mwetu, na kile ambacho kinachobaki na kile ile fungu ambalo tunataka kulitenga kwa ajili ya kuwekeza, tuhakikishe kwamba linaelekezwa kwenye uwekezaji. Na kama tulivyozungumzia, fursa ziko nyingi kuanzia 1,000, 10,000, 500,000, 1,000,000 na kadhalika. Kwa hiyo utakavyokuwa umejipanga pamoja na kipato chako na kutengeneza bajeti ya kutoa yale matumizi ya lazima na sio ya lazima, lakini pia kusimamia matumizi yako, itakupa nafasi na fursa ya kile ambacho umeacha kukitumia ukakitumbukiza kwenye uwekezaji. Asante. Na huyu yeye anasema yeye hawezi kuwekeza kwenye hisa, ila amewekeza zaidi kwenye kubeti. Kama umekuwa tu ni mfuatiliaji, yani vijana wengi wanazungumza, leo tunaenda kutia mkeka, leo tunaenda kufanya uwekezaji. Anaona sasa kwa vijana, yani betting, yani wameshaanza kuamini na wameaminishwa, na baadhi wameamini kwamba hiyo ni sehemu ya uwekezaji, kwa sababu anaweka labda 500, anaweza kupata zaidi ya 500, pia anaweza kukosa. Kwa mtu anaamua afanye kwa namna ambayo anaona ni sawa. Hapana, kwa maana ya kitaalamu ya beti sio uwekezaji. Ni mchezo kubahatisha. Lakini uwekezaji ni kitu ambacho unaweka leo ukitegemea kupata faida itokanayo na uwekezaji siku zinazokuja. Hata hizo hati fungani za serikali, actually ile ni deni kabisa. Kwamba ukishawekeza kwenye hati fungani kama ni miaka 20, baada ya miaka 20 unarudishiwa pesa zako. Na kila baada ya miezi 6 kuna riba unapokea kwenye akaunti yako moja kwa moja, wala haina changamoto. Lakini kama umebeti, ukifanikiwa bahati yako, ndio maana inaitwa michezo ya bahati nasibu.
Kwa hiyo kuna kupata na kuna kukosa. Na sio wote wanapata. Lakini kama umewekeza kwenye hisa watu wote na kuna faida, kila mtu aliyewekeza kwenye hisa anapata ile faida. Kama kuna faida na imegawanywa. Lakini pia aliyewekeza kwenye hati fungani ile kama deni, lazima kila miezi 6 unapokea ile faida yako ya uwekezaji wako, na ikiiva unarudishiwa pesa zako. Kwenye betting ukishapoteza umepoteza, hutaka upate tena zile hela. Kwa hiyo betting sio uwekezaji. Okay. Nashukuru sana kwa kutoa ufafanuzi kuhusiana na hilo. Na huyu yeye anazungumza, anasema uwekezaji unarudisha yani pesa kidogo. Vijana yani wanachoamini kwamba mpaka yaje afike milioni 100 sio leo. Kwa hiyo ataamini tu kwamba hapa ambao ataweza kuwekeza ni kama Mr. Urassa mwenyewe, kwamba ndo ambaye anaweza akaweka hizo milioni 100 pale. Vijana ambao wanaanza kuwekeza sasa hivi wana faida moja kubwa, kwamba ndio pamoja na kwamba kipato sio kikubwa, lakini ana muda mrefu wa kuwekeza. So kama ukiwekeza kwa miaka 30 kwa mfano, ambacho ni kipindi chako cha kufanya kazi, ukija kuongeza na ile faida ambayo inapatikana na ule uwekezaji wako, unaweza kujikuta kwamba una hela nyingi ambazo kwa mazingira ya kawaida pengine usingekuwa nazo. Lakini kubwa ni kuhakikisha kwamba ile fungu lako la uwekezaji kila wakati, kila mwezi linakwenda kwenye uwekezaji, kwa sababu pia maana yake utapata faida juu ya faida. Ulichowekeza mwaka jana, ukiingia mwaka huu na kama ukuzichukua, maana yake unachukua ile faida yote ya mwaka jana pamoja na michango yako au uwekezaji wako ndani ya mwaka husika. Kwa hiyo unajikuta kwamba ule uwekezaji wako ndani ya kampuni unaongezeka, na ndio maana mwisho wa siku mkija kugawanya ile faida, unakuta faida yako inakuwa ni kubwa, kwa sababu unajikuta umewekeza kiwango kikubwa kuliko ambavyo ungekuja kuanza siku za mwisho. Kwa kuanza uwekezaji ndio faida kubwa vijana walionao, kwa sababu wana muda mrefu wa kuwekeza kidogo kidogo, lakini kwa muda mrefu, na ile faida inayopatikana na ule uwekezaji inaendelea kujazia ile fungu lao la uwekezaji, kufika mahali ambapo unajikuta unaweza unaanza hela nyingi ambazo kwa akili ya kawaida usingefikiria kwamba ungeweza kufikia kiwango kubwa namna hiyo. Kwa maana yake kikubwa ni muda ndio unafanya hizo pesa ziongezeke, na pia kuwa na yale malengo ya muda mrefu, ukiamua kuwekeza kwenye hisa pamoja na na nidhamu ya fedha. Yani hata siku moja usiruki. Yani kama ukisema kila mwezi my 20% lazima aende kuwekezaji, hakikisha kila mwezi nakwenda. Lakini pia nidhamu ya fedha ni kuhusu na matumizi. Tumezungumza habari ya kutizama matumizi yako, mapato na matumizi yako. Ni sehemu pia nidhamu ya fedha, na hasa kutengeneza budget. Na unajua wakati mwingine nilisema pale awali, pesa haikosagi matumizi. Unaweza kuwa unaendesha gari yako barabarani, akapita kijana tu anauza kitu ambacho hata hujapanga kukinunua. Unajizuiaje kukinunua wakati unayo pesa mkononi? Ndio maana nasema kwamba ukiwa na bajeti yako ukisema nataka kutumika kwenye mambo 4, likija la 5 unasema hapana. Na uwe na nguvu na ushawishi kusema kwamba hapana, hiki hakiko kwenye budget, kwa hiyo mimi situmii hela kwenye eneo husika. Nashukuru. Na kuna ambaye amecomment, watu wengi ambao wanafundishwa hivi vitu ni watu ambao wamesoma business pamoja na yani kwamba business economics na finance, ila watu wengine wanakuwa hawajui. Kwa hiyo nahisi kuna umuhimu wa kuanza kufundisha shuleni. Ni kweli kabisa. Nimesikia, sina uhakika sana, lakini kwamba mitaala ya shule ya sekondari imebadilishwa. Sina uhakika sana, lakini uzuri ni kwamba kila mtu regardless ya profession yako unashika pesa. Uwe engineer, uwe mhasibu, uwe mwanasheria, uwe mtaalamu wa hifadhi ya jamii, ile taaluma yako ulionayo utashika pesa kama mshahara. Kama ni consultant unashika pesa. Lakini sasa jinsi ya kuzitumia zile fedha ndio kitu ambacho hakijafundishwa, na ndicho nadhani anachokizungumzia, kwamba tuanze kuwafundisha vijana wakiwa wadogo kuhusu elimu ya fedha, jinsi ya kutunza fedha, jinsi ya kutumia, jinsi ya kufanya uwekezaji, lakini pia jinsi ya kutengeneza budget, ili hata kama akija kuanza kazi hawatachanganyikiwa. Unajua, na watoto wetu wana mfumo wa elimu ulivyo. Tunawapa walimu pocket money yao. Nilikuwa nimezungumza na wanafunzi wa chuo kikuu kimoja wakati wameanza mwaka wa kwanza mwaka jana nadhani. Nikaambiwa kwamba kuna mtoto ambaye alivyopewa ule mkopo wa elimu ya juu, kwa sababu mtoto rafiki yake ambaye wazazi wake na uwezo alinunua simu, alipewa simu ya milioni 3. Kwa hiyo akaenda kuchukua ule mkopo wa elimu ya juu, akaenda kununua simu ya milioni 3 ili afanane na mwenzake. Lakini angelijua kwamba hizo kwa kwanza ni mkopo, lakini pia zina lengo la kumsaidia kusoma. Na story niliyosikia ni kwamba ilibidi airishe masomo
kwa sababu hakuweza kulipa chumba, hakuweza kulipia, hakuwa na hela za kula tena kadhalika. Na inadhihirisha wazi kwamba ni kweli elimu kuanzia shule za msingi, shule za sekondari, elimu ya fedha haipatikani na unakuja kukutana nazo mbele ya safari. Na kama hujajifunza jinsi ya kutumia fedha zako, ndo matokeo yake tunakutana na incidences kama hizo ambazo nilikutana nazo wakati nazungumza na wanafunzi wa hicho chuo. Lakini ni kweli kama mitaala imebadilishwa, tunatakiwa wafundishwe mapema. Lakini pia hata wazazi kama ukipata elimu ya namna hii, ni bora ukawafundisha watoto wako mapema ili waanze kujua kwamba fedha zinahitaji zina mahitaji maalum, malengo maalum, na unatakiwa kuzifikisha kule zinakotakiwa. Huyu mwingine anauliza kuwekeza 1,000. Je, huko ni kuwekeza au ni kuweka akiba? Yani maanake kati ya kuwekeza au na kuweka akiba, na naona 1,000 yani haifai kuitwa uwekezaji. Asante sana. Nilivyotoa mfano wa Vodacom Wekeza, nilikuwa nalenga kusema kwamba unaweza kuwekeza kuanzia 1,000 na 1,000 umewekeza. Kwa sababu kwa mujibu wa taarifa zao mpaka mwanzoni mwa mwaka walikuwa wanatoa 13% kwenye ile 1,000 unayowekeza, ambayo unapata kwa mwaka ni 13%, 1,000 ni 130. Kwa hiyo kuna kitu kimeongezeka. Na ukiwekeza maana yake unawekeza kwa ajili ya kupata cha ziada. Kwa hiyo hata 1,000 ni kuwekeza. Lakini lengo langu la kutumia ule mfano wa Wekeza ni kwamba uwekezaji ni kwa kila mtu, kuanzia 1,000, kuanzia 10,000, 100,000, milioni 1, milioni 10, milioni 100, kila mtu anaweza kuwekeza, kwa sababu tunao mfumo wa fedha unaoruhusu uwekezaji kuanzia kiwango cha chini ya 1,000 na kuendelea. Kwa hiyo ukiweka 1,000 maana yake umewekeza mradi tu inakupa cha ziada. Lakini kama inakaa kwenye akaunti yako ya benki, huo sio uwekezaji. Hiyo ni saving. Kwa hiyo tofauti ya savings na investment, ukiwekeza maana yake unapata ziada, lakini ukiweka kwenye akaunti ya kawaida inabaki ni saving ya kawaida. Hujazitumia sasa hivi, lakini unaweza kujitumia kesho yako, lakini hakitaongezeka. Kwa hiyo kuwekeza maana yake unafanya kitu ambacho kinafanya fedha yako iongezeke siku zinazokuja. Hapo kwenye hiyo tofauti kati ya akiba pamoja na uwekezaji. Bado kuna watu wengine ambao watakwambia tunaenda kuweka pesa zetu, yani kuweka akiba kwenye hizi akaunti za benki, kwamba wakisema kuna 1% ambayo inaongezeka, maanake ndio maana wanaona kwao wenyewe hiyo pia ni sehemu ya uwekezaji. Ni sawa, ni uwekezaji kwa sababu kinaongezeka, lakini akiwezi kuongezeka sawa sana kwenda kuwekeza kwenye hati fungani kwa mfano, au kana mwingine hata kwenye hisa. Lakini pia mabenki, unajua, mpaka uwe na kiwango kikubwa cha fedha ndio wanaweza kufikiria kukupa kale ka faida au kariba kidogo. Lakini pia ina kodi. Benki yakwambia nitakupa 10% ya amana zako kama faida, wakati wa kukulipa anakata 10%. Kwa hiyo maana yake unapokea shilingi 9 au 9%, ndio faida unayopokea. Ni kweli ni uwekezaji. Kwa hiyo kuna tofauti tu kidogo kwamba ili kuweza kupata hiyo 1% kubwa lazima uwe na fungu kubwa. Kwa shilingi 1,000 wala uweze kupata nani riba yote. Na ndio maana nazungumzia kwamba unapowekeza maana yake unapeleka hela mahali ambapo zinaongezeka kwa muda. Na huyu mwingine yeye amezungumza zaidi kuhusiana na uhai, yani akiwa anamaanisha anahisi yani kwamba akiwekeza uwekezaji unaminya sana kiasi kwamba anashindwa kuendesha maisha yake vizuri. Je, uwekezaji unatakiwa kufanya ufikie kwenye hiyo hali, au uwekezaji unatakiwa baada ya kuwekeza maisha yako yaweje? Kama akitengeneza budget hawezi kwamba amejifinya, kwa sababu ana malengo. Na siku zote uwekezaji lazima uweke malengo. Kama mtakumbuka kwenye mada iliyopita tulizungumza kwamba kama pension yako itapungua kwa 65%, anza kuitengeneza ile hiyo tofauti kwa kufanya uwekezaji. Na kama anatengeneza budget na ana pesa za kutosha ile mahitaji ya muhimu, sidhani kama ni kujiminya kufanya uwekezaji, kwa sababu pia unatengeneza kesho yako. Leo una nguvu, ndio unaweza kukimbia ukafanya kazi, ukaenda kwenye biashara na kadhalika. Itakuja kufika mahali nguvu zinapungua, lakini yale mahitaji bado unahitaji. Kwa hiyo unatengeneza cash flow kwa ajili ya kesho yako. Kwa hiyo sio kujiminya sana, lakini pia wakati mwingine inabidi ujibane kwa ajili ya kujenga kesho yako. Hapo kwenye kujibana, yani manake kuna wengine kwenye familia wanaamini sasa kwenye kujibana basi kwenye swala la chakula hasa watoto wataanza kula pengine ni maharage,
Ukiachana tu na sio kwamba ni mboga mbaya, lakini mara nyingi yani, unajua kuna chakula ambacho ukiwa mdogo unatamani ukipate. Umeona, mwenyewe binafsi napenda maharage, lakini sasa ile kuna familia unaona zinaweza zikabadilisha mlo, wakala kuku kidogo, wakala nyama, mboga za majani. Kwa hiyo sasa hata kama ni kula utakuta familia basi ni ugali, mboga hivyo, yani kwamba tunajibana kwa sababu tumewekeza. Hiyo unaonaje? Hapana, sio maana ya kujibana. Maana ya kujibana ile fungu 50% ule decent meal, sio chakula cha ngazi ya chini sana wala sio cha juu sana. Chakula ambacho kinakusaidia uweze kuishi, kuwa na nguvu, kwa sababu pia utahitaji kwenda kazini, utahitaji kukimbia kufanya biashara zako na kadhalika. Na ndio maana tuna sehemu kubwa ya mapato yako 50% inaelekezwa kwenye yale mahitaji yako ya lazima. Lakini hatusemi kwamba ujibane sana kiasi kwamba mpaka uanze kupata changamoto nyingine za afya kwa sababu kujibana. Maana yake pia unaongeza gharama zako nyingine. Unabana kwenye chakula lakini unaongeza gharama zako za kwenye matibabu. Sio maana hiyo. Maana yake uishi ule chakula kizuri, sio cha ghali sana wala sio cha chini sana. Lakini pia sehemu kubwa ambayo tunajaribu kuhamasisha watu wa kufanye, unajua kwenda kula hotelini ghali. Kwa hiyo ukinunua chakula chako, gharama ambayo ungeweza kutumia kwa kula hotelini, unaweza kununua chakula wiki 2. Hayo maswali yalikuwa ni kwa upande wa TikTok. Sasa hivi tunahamia zile comments ambazo au maswali ambayo yamepatikana kutokana na YouTube, kwa sababu watu wana comment sehemu zote. Okay. Yeah. Tukianza na swali la kwanza, anasema naomba kujua, je, vipi kuhusu riski ya kupoteza pesa zako kwenye uwekezaji? Mfano, ukinunua share au hisa alafu mwisho wa mwaka unaambiwa hakuna faida, ni net loss. Hiyo imekaaje? Asante sana kwa swali zuri. Unavyowekeza kuna baadhi ya vihatarishi ambavyo unakutana navyo. Kwa sababu kwenye hisa kwa mfano unakuwa ni mmoja wapo wale wamiliki wa hisa, na mwaka husika kama hamna faida, ni kama mkulima aliyekwenda kulima lakini mwaka huu mvua zikutosha. Lakini ukata tamaa, unaamini kwamba mwaka kesho utapata faida. Kwa hiyo ikitokea kampuni ikupata faida, kutakuwa mna gawio, lakini pia inaweza kuathiri thamani ya hisa kwenye soko la hisa. Kwaona bei za hisa zinashuka. Kwa hiyo kama ulikuwa umenunua kwa bei ya juu na thamani ya hisa ikawa chini ya kile ambacho umenunulia, utakuwa umepata capital loss au kupungua kwa thamani ya uwekezaji wako. Na ni jambo la kawaida tu kwenye masoko ya hisa kwamba wakati mwingine zile kampuni ambazo zimeorodheshwa zinaweza kupata faida au zisipate faida, na wewe kama mwekezaji inabidi ukubali. Lakini pia kama ikipata faida kupitiliza ulivyokuwa umetegemea, maana yake pia ni risk, ni hatarishi, ambayo ni positive risk. Kwa maana hiyo, maana yake kile ambacho ulikuwa unakitegemea unapata zaidi ya kile ambacho ulikuwa umekitegemea, na ndio matokeo ya kuwa mmiliki kwenye hisa za kampuni, kwamba mwaka ambao mambo yamekuwa mazuri faida inakuwa kubwa, mwaka ambao mambo yalikuwa mabaya basi unakubaliana na matokeo, unasubiri mwaka unaofuata. Kwa hiyo tunavyowekeza kwenye hisa tunawekeza tukitegemea kwamba tutapata faida, lakini ikitokea hamna faida ndani ya mwaka husika, unakubaliana na matokeo, unasubiri mwaka unaofuatilia. Asante. Huyu mwingine amesema hayo unayozungumza ni kwa wale ambao wanapata angalau kipato kizuri, yani mshahara kwa sasa 2026 ni 250,000. Ukikatwa unabaki na 225,000. Watoto wanasoma, wanataka kula, ulipe kodi ya nyumba, alafu hizo hatifungani zinapatikanaje? Kwa mtu ambaye wa kipato kama alivyokotoa hesabu yake 225 ndio anachobaki. Tunarudi kule kwa issue ya budget ambayo tulizungumza pale awali. Lakini pia ukiweka lengo kwamba lazima ufanye uwekezaji, basi unaweza kutenga hata shilingi 5,000 ukatumbukiza kwenye uwekezaji wako, wewe mwekeza au mahali pengine. Lakini tunachosisitiza hata kama kipato kidogo, jaribu kufanya uwekezaji. Lakini pia angalia yale matumizi ambayo sio lazima ya kusaidia kutengeneza fungu la uwekezaji. Kwa sababu kweli watu wenye kipato kidogo, sehemu kubwa ya kipato ile 50% inakuwa inaweza isitoshe yale mahitaji ya lazima. Kwa hiyo wakati mwingine wanategemea kutumia zaidi ya 50%. Lakini pengine tungesisitiza sana angalau hata 5% hata 10% ya unachokipata wewe kitumkize tu kwenye uwekezaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana, lakini zaidi tutizame yale matumizi yetu
Yale ambayo sio ya lazima tukayaacha, itatusaidia kuishi ndani ya ile 50%, na kinachobaki tutatumia matumizi mengine yakiwemo mambo ya uwekezaji. Nashukuru sana Mr. Urassa kwa kuweza kufika kwenye kipindi na kujibu maswali yote ambayo wasikilizaji na watazamaji walikuwa wameuliza. Kwa hiyo asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Asante sana, na niko tayari pia wakati mwingine kama kuna maswali zaidi tutatafuta fursa ya kuendelea kuwajibu. Lengo letu kuwaelimisha Watanzania waweze kufikia usimamizi mzuri wa fedha, kwa maana ya kusimamia fedha zao, lakini zaidi kwa ajili ya kufanya uwekezaji kwa ajili ya kesho yao. Nashukuru sana na uhakika utakuja zaidi na zaidi. Asante sana. Wasikilizaji pamoja na watazamaji wetu, tunashukuru sana kwa hizi comments pamoja na maswali ambayo mmeendelea kuuliza, na hii pia inaonyesha ni namna gani mnaendelea kufuatilia kipindi chetu. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada, ningeomba tukutane wakati ujao. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia na pia kwa comments ambazo mnaendelea kuzitoa.